Nimeambiwa kwenye ujenzi wa shule ya wavulana ya Katavi yalinunuliwa mabati yasiyofaa. Nani aliyeagiza haya mabati? Takriban milioni 198, karibu milioni 200 mmenunua mabati yasiyofaa. Nani alienda kununua? Serikali imetoa fedha nyingine ya kwenda kununua mabati yanayofaa, ili hali ilishatoa fedha. Nani alienda kununua? Mkurugenzi uko wapi? Mmeenda kununua mabati Resa Roofers. Ndio mheshimiwa. Ya jijini Mwanza, mabati 4,000 yasiyofaa. Kwa nini mlinunua mabati na mnajua hayo hayafai? Na fedha hii milioni 200 ambayo mlinunua, kwa nini serikali itoe fedha mara mbili kwenye jambo hilo hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli hizo bati zilinunuliwa kwa mzabuni ambazo nani aliyeagiza bati ambazo sizo zinazotakiwa kutumika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni watumishi ambao waliweza kusaini na kumlipa. Nani aliyesaini? Kwenye mchakato wa manunuzi mpaka ulipaji. Nani aliyesaini? Nani aliyeagiza? Nani alisaini? Mnaagizaje bati ambazo sizo zinazotakiwa kutumika? Waziri Mkuu, ni watumishi. Nani? Nataka kuwajua hao watumishi waliofanya hii, wamesababisha serikali itoe fedha mara mbili. Afisa manunuzi pamoja na walimu pamoja na kaimu mkurugenzi. Hiyo fedha milioni 200 isharudi? Bado Mheshimiwa Waziri Mkuu. RPC agiza huyu mkandarasi ambaye ameleta bati sizo, na hawa watumishi wote ambao walishiriki, kamata wote mpaka hii fedha irudi na wachukuliwe hatua za kisheria. Mambo gani ya kijinga ya aina hii? Fedha ambayo tungenunua madawati watoto wasikae chini, imeenda kununua mabati ya ovyo, imenunua mabati ambayo sio, na fedha imeendelea kubaki huko. Inafanya nini? Fedha ya serikali, mabati sio, imebaki kule, inafanya nini? Na wewe ndio mkurugenzi, umechukua hatua gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mzabuni tunaye aliendelea na tuliendelea kuwasiliana naye arejeshe pesa zote. Mpaka sasa hivi hajarejesha, lakini mawakili wetu wa serikali wameingilia kati na kwamba mnasumbua mawakili. Tumempa fedha, ameleta bati tusizozitaka. Mnasumbua mawakili wa nini kwenye jambo lililo wazi? Kamanda, mwelekeze kamanda mwenzako akamatwe, asiwe huru mpaka arudishe hii fedha. Kamanda wa TAKUKURU, chunguza wote hawa, chunguza wote, kila mmoja tuone ushiriki wake. Mnatumia wakandarasi marafiki zenu kutanguliza fedha ya serikali ili mgawane. Mmechepusha fedha zingine za matumizi ya kawaida. Yule mkandarasi asiwe huru mpaka hiyo fedha irudi ya serikali hapa. Hatuwezi tukaanza kubageni fedha ya umma, fedha ya ulipa kodi. Hatuwezi tukaanza kubembelezana, kubageni. Hatuwezi kubembelezana fedha ya umma. Hivi ninyi mnajua Watanzania wanaolipa kodi wana maisha gani? Kuna akina mama ana mtoto mgongoni, anashindwa hata kumpa vitumbua, anadaiwa alipie kibanda cha ushuru, anatakiwa alipie meza ya ushuru.
Ninyi mtu anachukua fedha mnamwangalia tu ama mmegawana? Hapana Mheshimiwa Waziri. Huyu akamatwe na hawa walio saini wakamatwe, fedha hii irudi na wachukuliwe hatua za kinidhamu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mnipe asante baada ya fedha kurudi. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, fuatilia hao watumishi wote hao. Likishaisha hilo la jinai la jinai wafunguliwe na mafaili ya kinidhamu. Hawezi watu waliosoma kwa kodi za Watanzania wamejibana, wakalipa na kodi, wanataka wajengewe jengo, halafu wao wanaagiza. Ingekuwa ya nyumbani kwao wangeagiza kwa makosa. Careless. Watu ambao wamefanya kazi halali wanawadai, halafu wezi mmewaachia fedha. Kama sio ushirika ni nini? Kama sio mnashirikiana nao ni nini? Niambie. Asante. Kamanda, ongea na kamanda mwenzako na wale wengine walioko hapa, wasakeni wote wakamatwe, na msiwaachie mpaka hiyo fedha irudi. Niambiwe fedha imesharudi hiyo, alafu ndo wabaki na hayo mashtaka mengine ya kinidhamu na hayo ya kijinai. Hatuwezi tukawa tunabembelezana kwenye fedha ya umma. Mimi nimeshakuwa hazina pale, najua Watanzania wanalipa ushuru na kodi si kwa sababu wana fedha nyingi hata wameamua waigawie serikali. Wanajibana. Na wengine wakichelewesha wanaingia kwenye msukosuko. Na mimi nimepitia haya maisha ya Tanzania, najua kuna familia kuipata 20,000 ni kazi. Mimi ilikuwa nikose kwenda chuo kikuu kwa ajili ya 20,000, kijiji kizima ikapatikana shilingi 600 tu. Paka nikatumwa nikamuone binamu yangu mkoani ndio ipatikane fedha ya kulipia mtihani wa kujiunga na chuo kikuu 20,000. Lakini Watanzania hawa wanajibana, wanataka shule yao ijengwe, wametoa kodi. Halafu tunaelezewa tu kwamba tuliagiza haya mabati yakaonekana sio yale yaliyoelekezwa, kwa tukaomba hela nyingine serikalini. Stupid.